Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani ametoa onyo kali kwa Iran akisema ataishambulia vikali Iran isipokubali mapendekezo ya amani ambayo sasa wao wa Marekani wamekubali kuondoa meli zao za kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais huyo wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kuwa Iran itakabiliwa na mashambulizi mapya na makali zaidi endapo haitokubali mapendekezo ya amani yanayojadiliwa kati ya pande hizo mbili. Kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wa Truth Social, Trump amesema Marekani ilisimamisha kwa muda operesheni yake ya kijeshi katika mlango wa Hormuz ili kutoa nafasi kwa juhudi za diplomasia, lakini anaonya kuwa mashambulizi yatarejea kwa nguvu na kiwango kikubwa zaidi ikiwa makubaliano hayatapatikana. Kauli hiyo imekuja wakati Iran ikisema bado inatafakari pendekezo la Marekani lenye masuala 14 yanayolenga kumaliza vita pamoja na mvutano wa miezi miwili kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za Marekani, pendekezo hilo linajumuisha kusitishwa kwa urutubishaji wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kurejeshwa kwa usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Hata hivyo, Trump amesema bado ni mapema kwa mazungumzo mapya ya moja kwa moja licha ya kile alichokiita maendeleo makubwa katika majadiliano ya siku za hivi karibuni. Taarifa zaidi zinadai kwamba wakati huu wa Iran wanatafakari pendekezo hilo la kumaliza vita vinavyoendelea, huku taarifa zikidai kuwa pande zote mbili zinaweza kuwa karibu kufikia makubaliano mapya ya amani. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios, ikulu ya Marekani inaamini inaweza kufikia makubaliano ya vipengele 14 na Iran, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa urutubishaji wa nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Baghei amesema Tehran bado inapitia pendekezo hilo na baadaye itawasilisha msimamo wake kupitia wapatanishi kutoka Pakistan. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wameonyesha msimamo mkali wakisema Marekani haitopata kupitia vita kile ambacho imeshindwa kupata kupitia mazungumzo ya moja kwa moja, huku wakionya kuwa Iran iko tayari kujibu mashambulizi yoyote mapya. Kwa mujibu wa Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo ya saa 24 yaliyopita yalikuwa ni mazuri na naamini kuna namna wanaweza wakafikia katika makubaliano. Katika taarifa nyingine, bei ya mafuta duniani inaanza kushuka ndani ya saa 24 zilizopita, huku masoko ya hisa yakipanda baada ya taarifa kuwa Marekani na Iran wako karibu kufikia makubaliano kumaliza vita vinavyoendelea. Bei ya mafuta ghafi aina ya Brent ilishuka hadi $98 kwa pipa kabla ya kupanda tena juu $100 kutoka zaidi ya $800 mapema katika kipindi hicho. Wakati huo huo, masoko makubwa ya hisa Ulaya na Asia yalimaliza siku ya jana kwa mafanikio makubwa. Mabadiliko haya yamechochewa na ripoti kwamba Marekani inaamini ipo karibu kufikia makubaliano ya awali na Iran itakayofungua njia ya mazungumzo mapya kuhusu nyuklia na kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imesema bado inatafakari pendekezo hilo, huku Rais Trump akionya kuwa kushindwa kufikia makubaliano kutasababisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Tehran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.